Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, leo ni tarehe 20 Machi 2026, ikiwa ni siku ya afya ya kinywa na meno. Ungana nami kuitazama makala hii, ikiwa meno yamekuwa ni changamoto katika jamii yetu inayotuzunguka, huku wengi wao hawajui namna bora ya utunzaji wa meno. Meno yamekuwa kizungumkuti kwa jamii, ambapo wengi husema meno yanang'olewa kabla kula kitu chochote, na wengi wao husema meno yanang'olewa asubuhi, na wengi wao wanasema meno yanang'olewa muda wowote. Upi muda sahihi wa kung'oa meno? Ungana nami uweze kupata elimu namna bora ya utunzaji wa kinywa na meno. Leo dunia inaungana na kuadhimisha World Oral Health Day, siku maalum inayolenga kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa utunzaji wa afya ya kinywa na meno. Maadhimisho haya yalianzishwa mwaka 2007 na FDI, World Dental Federation, hufanyika kila mwaka tarehe 20 Machi, yakilenga kupunguza changamoto za magonjwa ya kinywa yanayoathiri mamilioni ya watu duniani. Kwa miaka mingi, wataalamu wa afya wamekuwa wakisisitiza kuwa afya ya kinywa si swala la meno pekee, bali ni sehemu muhimu ya afya ya mwili kwa jamii kwa ujumla. Magonjwa ya kinywa kama kuoza kwa meno, harufu mbaya mdomoni na magonjwa ya fizi yanaweza kusababisha madhara makubwa endapo hayatatibiwa mapema. Katika maadhimisho ya kila mwaka, wananchi wanahimizwa kuzingatia kanuni rahisi lakini umuhimu wa kutunza afya ya kinywa. Miongoni mwa kanuni hizo ni pamoja na kupiga mswaki angalau mara 2 kwa siku, kwa kutumia dawa ya meno yenye fluoride, kupunguza matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi, pamoja na kufanya uchunguzi wa meno mara kwa mara katika vituo vya afya. Wataalamu wa afya wanasisitiza kuwa wazazi wana jukumu kubwa la kuhakikisha watoto wao wanajengewa tabia ya kutunza meno tangu wakiwa wadogo. Elimu ya mapema husaidia kuzuia matatizo ya kinywa yanayoweza kujitokeza baadaye maishani. Aidha, serikali na wadau wa sekta ya afya wameendelea kushirikiana na kutoa huduma za matibabu na elimu kwa wananchi, hususan katika maeneo ya vijijini ambao upatikanaji wa huduma hizo bado ni changamoto. Kwa ujumla, maadhimisho ya siku hii ni fursa muhimu kwa jamii kujitathmini na kubadili mienendo isiyofaa inayochangia kuharibika kwa afya ya kinywa. Kila mmoja anapaswa kuchukua hatua binafsi kuhakikisha anadumisha usafi wa kinywa na meno, kwani afya bora huanza hatua ndogo za kila siku. FDI, World Dental Federation, walianzisha World Oral Health Day wakiwa na lengo la kuongeza uelewa duniani kuhusu umuhimu wa afya ya kinywa na meno. Malengo yao makuu yalikuwa kuhamasisha watu kujali afya ya kinywa kama sehemu ya afya ya mwili mzima, kuzuia magonjwa ya kinywa na meno kama kuoza kwa meno na magonjwa ya fizi, kutoa elimu juu ya jinsi sahihi za kutunza meno kama kupiga mswaki na kupunguza sukari, kuhimiza watu kupata huduma za kitaalamu mapema kabla ya matatizo kuwa makubwa, kupunguza mzigo kwa wagonjwa wa kinywa duniani, hasa kwa watoto na wa jamii zenye kipato cha chini. Kwa ufupi, lengo kuu ilikuwa kufanya watu waelewe kuwa afya ya kinywa ni muhimu sawa na afya ya mwili mzima. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.